Kusema neno na kupenda haitoshi kuelezea hisia zangu kwako. Hivyo natoa machozi ili yazidi kuelezea maumivu nipatayo ndani ya moyo wangu juu yako. Wacha matendo yangu yaongee, maana mimi mwenzio ni dhaifu sana kwako. Yaani kilichomo moyoni mwangu siwezi kukielezea mdomoni mwangu. Hakika mapenzi ni hisia kali sana ambazo zinaumiza lakini hazichoshi. Tumekutana kwa bahati mbaya, ila kamwe siwezi kujutia kukupenda wewe, kwani wewe ndio chaguo langu. My choice. Baltazari ni kijana ambaye amepoteza wazazi wake wote wawili baada ya kukatwa na mapanga kufuatia na migogoro iliyokuwepo kati ya wakulima na wafugaji huko mkoani Morogoro wilayani Kilosa. Baada ya kifo cha wazazi wake, Baltazari alikosa kabisa ndugu wa kuwategemea, kwani ndugu zake wote walishauawa na wafugaji ambao ilisemekana kuwa ni jamii ya Wamasai. Hivyo msaada pekee uliokuwa umebaki kwa Baltazari ni kutoka kwa babu yake mzaa mama, Mzee Mtupa, ambaye yeye alikuwa akiishi mkoa wa Tanga. Na huko ndipo Baltazari alipoamini atapata msaada wa maisha yake. Kweli, baada ya siku kadhaa Baltazari alifika kwa babu yake mkoani Tanga na kuanza maisha mapya. Katika kipindi cha miaka mitatu ya mwanzo, Baltazari alifundishwa na babu yake mambo mengi sana yanayohusu shughuli za uvuvi, na hatimaye Baltazari akawa na uwezo mkubwa sana wa kuvua samaki bila hata kumtegemea msaada wa babu yake. Wakati huo alikuwa na miaka 23. Kijana Baltazari alijulikana sana na wauzaji wa samaki, hasa wale waliopo maeneo ya sokoni. Hii ni kutokana na tabia yake njema pamoja na nidhamu aliyokuwa nayo kijana huyu. Pia kutokana na uaminifu wake Baltazari. Ni sifa ya ziada iliyomfanya awe na idadi kubwa ya wateja wa samaki wake baada ya kuvua kutoka baharini. Baada ya siku kadhaa kupita, hali ya kiafya babu yake Baltazari, Mzee Mtupa, ilianza kudhoofika. Mzee Mtupa akaanza kupunguza safari zake za kwenda baharini, lakini mwisho aliona ni vyema apumzike nyumbani, kwani itamletea madhara makubwa siku moja. Hivyo alimwachia majukumu yote ya uvuvi pamoja na majukumu ya nyumbani mjukuu wake Baltazari. Ilikuwa ni asubuhi ya saa 12 ambapo jua halikupata nafasi ya kuchomoza siku hiyo, kufuatia na kufunikwa na mawingu ya mvua, huku vinyunyu vya mvua vikidondoka maeneo ya baharini. Hali hii ilitokana na mvua kubwa sana ilionyesha usiku wa kuamkia siku hiyo. Wavuvi wengi sana hawakuweza kufika baharini siku hiyo. Ni kijana Baltazari pekee ndiye alifanikiwa kufika katika bahari hiyo, ambapo kama kawaida yake aliweka nanga mtumbwi wake baada ya kutoka katikati ya bahari kuvua samaki. Baltazari alishuka kutoka katika mtumbwi huo huku akiwa ameshika kapu kubwa ambalo alikuwa amelijaza samaki. Akaanza kutembea kuelekea ufukweni, ambapo ndipo alipohifadhi nguo zake katika miti aina ya mikoko ilipo pembezoni kidogo mwa ufukwe wa bahari hiyo. Akiwa kama umbali wa mita kadhaa kabla ya kufika ufukweni, ghafla Baltazari alimuona mtu akiwa amelala katika ufukwe wa bahari hiyo, huku akiwa amevaa life jacket na alikuwa akionekana kusukumwa na mawimbi ya bahari hiyo. Baltazari alikimbia kutoka baharini hadi pale ufukweni, ambapo alifanikiwa kuona ni nani aliyekuwa ameletwa na mawimbi ya bahari pale ufukweni. Oh, Mungu wangu! Hakika alikuwa msichana mzuri sana ambaye Baltazari hakuwahi kumuona kabla. Ila kutokana na misukosuko ya mawimbi ya bahari, mwili pamoja na sura ya yule binti vilikuwa na uvimbe kidogo. Baltazari alijiuliza maswali kadhaa baada ya kugundua kwa msichana yule alikuwa ni mzima na alikuwa akihitaji msaada. Hakujua amsaidie vipi, ila hafla akakumbuka baadhi ya mafunzo na maelekezo aliyowahi kupewa na babu yake. Kwa kwanza ni kumkamua maji pamoja na kumsaidia pumzi mtu aliyezidiwa na maji. Hivyo Baltazari alianza kwa kumkamua maji yule msichana kwa kumbinya tumboni mwake. Baadaye akagusanisha midomo yake na midomo ya yule msichana kwa lengo la kumsaidia pumzi. Alifanya hivyo kama mara kadhaa mpaka yule msichana akaanza kukohoa. Baltazari aliendelea kutoa huduma hiyo mpaka yule msichana akaanza kufumbua macho na hatimaye kuamka na kuanza kupumua mwenyewe bila msaada wa Baltazari. Baltazari alimbeba yule msichana mpaka kwenye miti ya mikoko, ambapo yeye ndipo anapoweka kambi yake kabla ya kuingia baharini kuvua samaki. Walikaa hapo kama muda wa nusu saa hivi, ambapo Baltazari alipika uji katika kisufuria kidogo ambacho yeye mwenyewe huwa anakitumia kisufuria hicho kwa ajili ya kupikia ugali. Alimpa yule msichana uji, na alipomaliza kunywa uji na kuhakikisha ameshapata nguvu hata kuongea, ndipo Baltazari alianza kumuuliza yule msichana kwa nini kilimpata mpaka akamkuta pale ufukweni, tena akiwa katika hali ile ya karibu na kufa. Yule msichana alieleza kuwa yeye hana kumbukumbu vizuri juu ya maisha yake ya nyuma, ila anachokikumbuka kwa sasa ni kuwa yeye ni mwandishi wa habari ambaye alipata taarifa ya kuwa kuna meli imekamatwa na polisi ambayo ilikuwa imebeba madawa ya kulevya.
Meli hiyo ya mizigo ilikuwa imekamatwa maeneo ya Pemba karibu na mkondo wa bahari wa Tanga. Hivyo ilimbidi yule msichana akodi boti haraka ili awahi kupiga picha pamoja na kuripoti tukio hilo live katika televisheni kabla ya vyombo vingine vya habari kupata taarifa hiyo. Msichana aliendelea kwa kusema kuwa wakiwa njiani karibu na eneo la tukio ndipo hafla bahari ikachafuka. Alisema ilikuwa ni saa 6 mchana, lakini hafla kiza kilianza kutanda na kuwa kama usiku katika eneo lile. Boti yao ilizama hafla na kupigwa na kurushwa juu na mawimbi ya bahari ile. Mara hafla ukaja upepo mkali mno, huku ukiambatana na radi kali sana. Mvua kubwa kaanza kunyesha, huku upepo ukizidi kuikokota boti yao na kuibadilishia mwelekeo. Kwa bahati nzuri, yule msichana aliwahi kuvaa life jacket na kujitupia baharini. Hata hivyo, maji yalimzidi na kumshinda nguvu kabisa. Hatimaye akapoteza matumaini ya kuishi tena baada ya kuishuhudia boti yao ikizama mbele ya macho yake. Akahisi kifo kipo mbele yake. Sasa ndio anashangaa hata yeye, hajui ni miujiza gani iliyotokea mpaka yeye akaokoka tena katika mji mwingine kabisa. Batazari alimuonea huruma sana yule msichana na alimpa pole pamoja na kumwomba awe na subira, kwani Mwenyezi Mungu ana sababu ya kumwokoa kutoka kwenye kifo. Baada ya muda wa kama nusu saa kupita tangu walipomaliza maongezi yao, Batazari alimwambia yule msichana kuwa kwanza waelekee nyumbani wakapata ushauri kutoka kwa babu juu ya nini cha kufanya. Kweli walifika nyumbani kwa Batazari na babu yake, ambapo walimkuta babu amelala kwenye mkeka aliyoutandika chini ya mti wa mwembe. Na baada ya salamu, Batazari alianza kumhadithia babu yake juu ya mkasa mzima wa yule msichana, ambapo babu naye alihuzunika sana na kumwambia yule msichana kuwa anatakiwa amshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumrejeshea tena uhai wake. Lakini pia babu alimpa pole msichana yule kwa kupoteza kumbukumbu zake za awali. Mwisho kabisa, babu alimuomba yule msichana kuwa akubali kuishi nao pale nyumbani mpaka pale kumbukumbu zake zitakaporejea tena, ambapo hapo sasa atakuwa anajua ni wapi anatakiwa kwenda. Yule msichana alimshukuru sana babu yake Batazari kwa huruma na ukarimu wake wa kumpa hifadhi pale nyumbani. Hivyo alikubali kuishi pale kwa ahadi ya kwamba pindi atakapokumbuka kuhusu maisha yake ya nyuma, basi ataelekea anapotakiwa kwenda. Yule msichana aliamua jipe jina la Maitham, kwani hata jina lake la kuzaliwa pia hakulikumbuka. Jioni ya siku hiyo, mzee Mtupa alifikisha taarifa za uwepo wa msichana aliyepoteza kumbukumbu zake katika baraza la wazee wa kijiji hicho, ambapo wazee wote waliafiki msichana huyo aendelee kuishi naye, na wazee wengine walimtania kidogo mzee Mtupa kuwa Mwenyezi Mungu amemletea kigori mpya baada ya kumpoteza mkewe. Katika muda wa miezi 4 tu, ambapo toka msichana Maitham kuanza kuishi katika kijiji hicho, tayari alishajulikana na kila mtu. Hata vijiji jirani pia vilipata taarifa juu ya uwepo wake. Na hii si kwa kuwa Maitham alipoteza kumbukumbu zake tu, bali hata uzuri wa sura pamoja na umbile lake pia vilichangia katika kujulikana kwake. Wanawake wengi walimchukia Maitham bila kificho kutokana na udhaifu wa wanaume zao kumsifia Maitham mbele zao. Ni kweli usiofichika kuwa msichana Maitham alijaliwa uzuri wa aina yake. Maitham alikuwa mrefu wa wastani, halafu alikuwa na miguu iliyojaa kidogo nyama. Maitham alikuwa na hipsi fulani hivi lililotenganisha vyema viungo vyake vya juu na viungo vyake vya chini. Jamani, Maitham alikuwa na jicho kali na laini kiasi kwamba akikuangalia utasema na kuita. Kiufupi, Maitham alikuwa tishio pale kijijini. Yaani kila mwanaume mwenye hisia zake angetamani kuwa na msichana mzuri kama Maitham. Wanaume wengi walimfuata Maitham na kumtaka kimapenzi, ila yeye wala hakuvutiwa nao. Kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo Maitham alivyozidi kuvutiwa na tabia nzuri za kijana Batazari. Kwani Batazari alimjali Maitham na kumfanya kuwa kama ni dada yake wa tumbo moja, ambapo kila mwisho wa wiki alimpeleka mnadani na kumnunulia nguo pamoja na kumpa pesa kwa ajili ya matumizi yake mwenyewe kama mtoto wa kike. Maitham na Batazari walipenda sana kufuatana hata safari ndogo ndogo, huku wakitaniana kwa kupigana vikofi kidogo. Kwa hakika walikuwa kama mapacha. Taratibu hisia za mapenzi zilianza kumtesa Maitham. Alitamani amwambie Batazari kuwa anampenda, ila alishindwa kwani alihisi kufanya hivyo ni kuharibu uhusiano wao uliokomaa kwa karibu miezi 10. Ila kwa Batazari ilikuwa ni tofauti kidogo. Kweli alimpenda sana Maitham, ila alimchukulia ni kama dada yake tu, wala hakuwa na hisia za kimapenzi dhidi yake. Kiukweli Batazari hakuwahi kupenda wala kuwaza juu ya kitu kinachoitwa mapenzi katika maisha yake. Kiufupi, Batazari alikuwa hamjui mwanamke. Hakika mapenzi yanarani dunia. Hivyo ndivyo alivyosema Alikiba. Hata Diamond naye akataka kulewa kwa sababu ya hayo mapenzi. Ndio maana hata Beli9 akatuonya kuwa sumu ya mapenzi ukishairamba hata kwa maziwa huwezi kupona. Kweli mapenzi ni kuzungumkuti, na sasa kimemzungukia msichana Maitham juu ya penzi zito dhidi ya kijana Batazari. Wahenga walisema kuwa mtu mzima ni dawa, na hii
ilijionyesha kwa mzee Mtupa, babu yake Batazari, kwani mzee huyu alishajua kitu kilichojificha ndani ya moyo wa binti Maitham. Hivyo alimuita Maitham ili amuulize vizuri. Kweli Maitham alikiri kumpenda Batazari. Tena Maitham alieleza kwa jinsi gani anavyoteseka juu ya mapenzi mazito aliyokuwa nayo kwa kijana Batazari, ila anashindwa jinsi gani ya kumuingia Batazari na kumuelezea hisia zake. Hii ilikuwa tofauti kidogo kwa mzee Mtupa. Kweli alipenda sana mjukuu wake aweze kuwa na msichana mzuri na mwenye tabia njema kama za msichana Maitham, ila hofu yake kubwa ilikuwa ni vipi siku Maitham akikumbuka juu ya maisha yake aliyopita kabla ya kukutana na Batazari. Ni vipi ikiwa kama Maitham alishawahi kumpenda mtu mwingine kabla ya kukutana na Batazari? Hivyo maswali haya yalikosa majibu ya kutosha kabisa kumpa nguvu mzee Mtupa na kuweza kumkatalia Maitham kuwa na mahusiano ya kimapenzi na kijana Batazari. Ila alimuomba Maitham aendelee kuvuta subira kidogo, huenda akakumbuka baadhi ya matukio yake yaliyopita ambapo ataweza kufanya maamuzi sahihi na mazuri kwa maisha yake ya baadaye. Maitham alimkata kauli mzee Mtupa na kumwambia kuwa hata ikiwa alishawahi kuolewa hapo nyuma kabla ya kuana na Batazari, basi yeye chaguo lake ni Batazari tu. Batazari is my choice, alisema Maitham kwa lugha ambayo ilileta utata kidogo katika masikio ya mzee Mtupa. Hakika Maitham alimpenda sana Batazari. Hata yeye hajui ni kwa nini hali ile inamkuta yeye. Anajitahidi ajizuie lakini anashindwa. Hivyo Maitham alimuomba mzee Mtupa amsaidie ili aweze kuolewa na Batazari, kwani Batazari mwenyewe wala haonyeshi dalili yoyote ya kuwa anampenda Maitham. Na msikilizaji wa hadithi simulizi, leo tunaishia hapa. Tukutane tena katika mwendelezo wa hadithi hii nzuri ya My Choice. Hadi wakati mwingine tena. Mimi naitwa Edi Manjawila, a lovely boy.